أحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kadhalika ninahusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah tabaraka wa taala kwa hakika ya kumcha. Allah mtukufu leo ametuamsha tukiwa tumeingia katika siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, na hii inafuatia baada ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmeishi kwa takriban siku 30 mkitekeleza wajibu miongoni mwa nyajibu za Allah tabaraka wa taala kwenu, wajibu wa ibada ya funga ya Ramadhani, nguzo ya 4 miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni siku ile anafungua, ambayo ndiyo leo sisi tupo. Kwa hakika watu wanafurahika, na kudhihiri kwa hilo ni namna ambavyo watu wamejiandaa na siku hii kwa kupata nguo mpya, kuandaa maandalizi ya vyakula, vinywaji na karamu mbalimbali katika majumba yao. Unakuta ni jambo ambalo halipatikani katika masiku mengine. Hii ni dalili iliyo wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama maneno yake yanaishi na sisi. Lakini furaha ya pili ya mfungaji ni wakati anapokutana na Mola wake. Ameitekeleza ibada ya funga ambayo Allah tabaraka wa taala anasema funga ni yangu mimi, ibada nyingine zote mwanadamu anazifanya ni zake, isipokuwa funga ni yangu mimi, na mimi ndiye mwenye kuilipa. Mja anakutana na Allah tabaraka wa taala yaumul qiyama, na Allah anambashiria mja huyu malipo ya pepo. Tena kwenye pepo yenyewe uko mlango maalum ambao hawaingii peponi kupitia mlango huo isipokuwa wafungaji. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwao. Ndugu zangu, mshukuruni sana Allah tabaraka wa taala kwa kuishi katika mazingira ya kuwa ni wenye neema ya amani. Amani inawawezesha watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala pasina mashaka. Wako waislamu wenzenu kwenye kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani, amani kwao imekosekana. Wameteswa, wameuawa, wengine katika nchi zao kuna vita, lakini wengine kwa dhulma za watu waovu dhidi ya Uislamu na Waislamu. Ndugu zetu wa Palestina, Allah wape nguvu na uimara, wamepita katika mazingira ya mashaka katika haya masiku 30 ambayo sisi tumeyaishi tukifunga kwa utulivu, tukitekeleza ibada mbalimbali kwa utulivu, wenzetu wakiteseka na wengine wakiuawa, wakijeruhiwa na yanayofanana na hayo. Kwa hakika sisi tuna haki ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hili, na kilicho kizuri sana katika kumshukuru Allah ni kumwomba Allah tabaraka wa taala aendelee idumisha amani tulionayo, iwe ni yenye kuishi na sisi mpaka siku Allah anachukua nyoyo zetu tunaondoka katika hii dunia. Mwenyewe Allah tabaraka wa taala anasema, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Unawaonaje wale ambao walibadilisha neema ya Allah tabaraka wa taala kwa kupinga,
kwa kuona utulivu walionao si lolote, ikawa ni sababu ya kuingia vita, ya kuingia machafuko katika maisha yao. Na mwisho wa siku Allah tabaraka wa taala anawasema hawa jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, kwa hakika hawa jahannam wataingia na ni makazi yaliyo mabaya kabisa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala amani hii endelee idumisha kwetu, na kumuomba Allah peke yake haitoshi, lakini sisi tuishi hali ya kuwa tukitambua namna gani nafsi zetu, viwiliwili vyetu vinavyostahiki ilinda na kuitunza amani hii katika maisha haya ambayo tunaishi nayo. Ndugu zangu, kwa mujarradi wa kuingia mwezi wa Shawwal, Waislamu ndimi zao zinarindima kwa kumtaja na kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Mwenyewe Allah anatuambia walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, kamilisheni idadi ya siku za mwezi wa Ramadhan, lakini mtukuzeni sana Allah tabaraka wa taala kwa vile alivyokuongozeni, alivyokufanikisheni kuitekeleza ibada yake. Huenda ninyi mkawa ni miongoni mwa waja wenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatuleta katika hii dunia, na lengo la kutuleta katika hii dunia ni sisi kumwabudu yeye ukweli wa kumwabudu. Ni juu yetu kuhakikisha tunauishi wajibu huu kwa kutekeleza ibada mbalimbali kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa tukijiweka mbali kabisa na ushirikina. Ushirikina ndugu zangu ni virus, ni kirusi kinachoharibu matendo mazuri ya mtu. Mwenyewe Allah mtukufu anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, tumeleta wahi kwako, tulipeleka wahi huo kwa mitume waliopita. Ikiwa utashirikisha kwa chochote, matendo yako yote yataharibika, walitakunanna minal khasirin, na utakuwa kwetu sisi ni miongoni mwa wenye hasara. Mmeishi masiku 30 mkimtakasa Allah tabaraka wa taala, mkimwabudu Allah mmoja pasina mshirikisha na chochote. Washirikina kwa siku 30 hata mikoba yao waliifunga, wakafunga vilinge vyao, wakajiweka kando na kupiga ramli na kutazamia na yote yanayofanana na hayo. Ndugu zangu, msirudi tena kwenye mazingira haya. Msithubutu kukubali kuzirejesha nafsi zenu kwenye mazingira ya shirki ambayo imetamalaki katika maisha ya wengi miongoni mwa Waislamu leo. Watu wanafikiria aweza mtu ishi akiwa Muislamu, lakini sanjali na hapo anashirikisha kwa Allah tabaraka wa taala. Leo si ajabu kuingia katika nyumba ya Muislamu ukakuta tarasimu limetundikwa katika mlango wa nyumba yake au katika sehemu yake ya biashara. Wengine wanategemea ndimu, vipande vya mikaa, vya mawe kulinda pesa zao, bali watu wanatundika mahirizi katika miili yao. Yote haya ndugu zangu ni matendo ya kishirikina, ushirikina unaoharibu ibada za mja mbele yake Allah tabaraka wa taala. Jueni na tambueni, hakuna tendo baya ambalo Allah tabaraka wa taala analichukia mwanadamu akilitenda kama ushirikina. Hakuna, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ukisoma Qur'ani mwanzo mwisho haukuti kuna sehemu Allah ameharamisha mwanadamu kuingia peponi kwa tendo jingine lolote alilolitenda isipokuwa ushirikina peke yake. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yake hali ilivyo, yeyote mwanadamu
mwenye kuishi maisha ya kishirikina katika hii dunia akafa katika mazingira hayo, Allah ameharamisha, faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Katika grama ya lugha ya Kiarabu, qad inapotangulia kitendo tufidu tahqiq, inafidisha uhakika. Hakika bila shaka Allah tabaraka wa taala ameharamisha kwa mtu huyo pepo. Wa ma'awahu naru, na mafikio ya mtu huyo ni moto wa jahannam. Wa mali dhalimina min ansar, na hawana madhalimu wa kuwanusuru na kuwalinda na moto wa jahannam. Akasema katika aya nyingine ndani ya suratu Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika ya Allah anasamehe dhambi nyingine zote mwanadamu akizitenda, lakini Allah hasamehi dhambi ya ushirikina. Ni juu yenu kuhakikisha mnajiweka kando na ushirikina, lakini pia kusimamia watoto wenu wasiujue na kuutambua ushirikina wakingali watoto, ili waishi maisha ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Mtoto anapoishi na mzazi ambaye sikio likiwasha anaenda katika nyumba ya mtazamia nyota mpiga ramli kwenda kuangalia kwa nini sikio limewasha, kwa nini jana kuna bundi kalia, kwa nini kuna hiki na kile, mtoto huyu anakuwa katika nyumba ya watu wa kishirikina, na yeye anakuwa amelelewa malezi ya kishirikina. Inakuwa si ajabu mtoto huyu kumkuta kesho na kesho kutwa maisha yake ni ushirikina. Awalinde Allah watoto wetu na ushirikina, na sisi pia tuweke kando nao. Sanjali na ushirikina ndugu zangu ni kuabudu makaburi, kuomba makaburi. Sanjali na ushirikina ni kuabudu miti na kuomba miti. Sanjali na ushirikina ni kuabudu na kuomba vinyamkera, vijumba wanavijenga watu, halafu wanakuwa wanaelekeza maombi yao hapo, kana kwamba kijumba kile kuna kitu kiko pale kina nguvu ya kusaidia huyo aliyekijenga. Hata kiakili tu inakataa. Akili ya kawaida ya mwanadamu inawezekanaje kikawa na mamlaka kile ambacho kimetengenezwa na binadamu mwenyewe? Hakikuwa na mamlaka na uwezo wa kujitengeneza, kimetengenezwa na mtu, halafu kiwe na mamlaka ya kumsaidia mtu huyo. Jambo hili ndugu zangu ni jambo mustahil. Bado kuna waislamu wanaishi kwenye mazingira haya. Sanjali na ushirikina ndugu zangu ni kuitikadi mila iliyo kinyume na mila ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, mila ya kumwabudu Allah mmoja pasina mshirikisha na chochote. Bado kuna watu mpaka leo, miaka takriban 1443 iliyopita tangu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefanya jitihada kubwa ya kupinga ushirikina na kusambaratisha ushirikina. Kuna watu wanaishi wanaitikadi mila, tamaduni, desturi kinyume na mila, tamaduni na desturi za la ilaha illa Allah. Kuna watu bado wanaishi na unyamwezi. Kuna watu bado wanaishi na Uchaga. Kuna watu bado wanaishi na Uzaramo. Wana mambo yao katika makabila yao yaliyo kinyume kabisa na Uislamu. Unaenda leo chumbia nyumbani kwa mtu, anakuambia sisi mila yetu kwanza lazima ulete barua, na barua hii ikijibiwa inakuja na mambo mengi. Unaambiwa kuna kikapo ulete hapa, kiwe na mchele, kiwe na unga, kiwe na nyanya na kitunguu, kiwe na kuku na mafuta, ili tuweze kupata namna gani ya kuweza kufanya kikao cha kusoma mambo yako. Wanatumbukiza watu ushirikina katika masala ya kiibada. Leo imekuwa miongoni mwa mambo yenye uzito na ugumu mkubwa katika maisha ya watu ni habari ya suala zima la mazingira ya watu kuoa na kuolewa. Pamekuwa na urasimu uliotumbukizwa ushirikina ndani, ambao hakika hakuuishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wameposa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tena kuposa kwa maneno, na wenyewe
wenye kuposa ndio anaenda kwa mzazi wa yule mtu ambaye anataka kumposa, na yanatoka majibu mahari ni kiasi kadhaa, na mahari yenyewe ameisema muolewaji, wala hakuipanga baba na mama, wala hakuipanga ndugu na jamaa. Mahari kaisema binti anayeolewa au mwanamke anayeolewa. Mahari hiyo ndio akaambiwa yule anayeoa akaitoa mahari hiyo, na baada ya hapo ndoa ikafanyika. Leo mtu anaambiwa mahari peke yake ni shilingi 400,000. Halafu subiria sasa mkaja wa mama milioni 1, kikoi cha babu sijui kimkongojo cha babu milioni 1, sijui kuna shuka, kuna blanketi, kuna magambuti, kuna kwanja, kuna jembe, utasikia kuna vita inaenda kufanyika. Inasoma mpaka shilingi milioni 5. Mahari ya muolewa wa atu nisa sadaqatuhunna ni'la, mahari yake ni 500,000 tu, lakini vikorombwezo vya kimila vya kitamaduni zisizokuwa za Uislamu vimeingia mpaka vimefika shilingi milioni 4.5. Haya maisha watu wanayaishi imekuwa ni mambo magumu sana kwenye mazingira mazima ya watu kuoleana. Si hivyo ndugu zangu, watu wanaingiza mila hata kwenye misiba zilizo kinyume na Uislamu, na hii ni katika ushirikina. Uislamu umeshasema wazi, mtu akifa anafanyiwa mambo 4 tu, mambo yanakuwa yamekwisha. Anakoshwa, anavishwa sanda, anaswaliwa, anazikwa. Lakini leo watu wanakuja na mila zao, wanakuambia sisi lazima tupike, kwa hivyo lazima papikwe, sisi lazima tuwe na sare zenyewe nguo nyeusi, sisi lazima tusafirishe. Jamani, haya mmeyapata wapi? Mafundisho ya kumtoa maiti Dar es Salaam, unampeleka Tabora, unampeleka Moshi, unampeleka huko na huko, mmeyapata wapi? Amekufa Hamza, kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amefia katika maeneo ya pembezoni mwa mlima Uhudi. Kutoka mlima Uhudi na yalipo makaburi ya Baqi, jirani na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni takriban kilomita 4.5. Inakuja rai kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hamza abebwe aje azikwe Baqi. Mtume anasema mila ya Uislamu, tamaduni za Uislamu, desturi ya la ilaha illa Allah, maiti anazikwa alipofia, tena kwa haraka. Basi ingewezekana Mtume angembeba Hamza kilomita 4.5 kuja kumzika Baqi. Lakini leo mtu anakufa, wanaiweka maiti siku 3, mnaenda mgandisha mtu kwenye barafu masiku 3, siku 7, ili mchangishane pesa za kwenda kuzika machakani kwenu. Eti itikadi kwamba makaburi ya kule hayafukuriwi. Aliyekwambia wewe mwanadamu baada ya kufa ataishi kwenye makaburi milele ni nani? Hata ukimtoa hapo ukampeleka pale, iko siku Allah atamfufua, iko siku Allah atamtoa makaburini. Hatuna yakini ya haya? Kwani kuna makaburi ya kudumu katika hii dunia? Turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tuishini na Uislamu, tuondosheni kasumba, mila, tamaduni za kishirikina kwenye masala yetu mbalimbali ya kiibada ambayo sisi tumwabudia Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, sanjali na hilo, waleeni watoto wenu katika malezi ya kisunna, malezi ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakifahamu hii dini namna walivyoifahamu wema walioishi kabla yetu. Watoto wanapolelewa wakingali wadogo kwenye malezi ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watoto hawa hakika wanalelewa kwenye malezi ya kuwa majemedari na mashupavu wa kumuhami na kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watazame vijana wa kisahaba kina Abdullah ibn Umar Abdul Khattabi, ambaye anatamani, anamuuliza baba, anawauliza masahaba wazee, hebu niambie Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa anapita hapa alikuwa anapitaje? Alipokuwa anakaa hapa alikuwa anakaaje? Anataka iga vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kuwalea watoto malezi yaliyo mbali na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio sababu leo vijana wetu wengi wamekuwa ni wahanga wa kutomwiga Mtume katika tamaduni ya kila kitu miongoni mwa tamaduni za Kiislamu. Wanakuwa ni wenye kuiga tamaduni za kishirikina, tamaduni za kikafiri. Vijana wa Kiislamu ikifikia muda wa kuvaa msumari, ana msumari, nguo imemchonga mwili wake. Ikifika muda wa kuvaa nguo ya kumwagika, inamwagika. Kisha muona kuna mtu fulani kanyoa kiduku cha kuacha matuta matatu na yeye kaweka, cha matuta matano na yeye kaweka. Vijana wana viduku, wana minyoo, wanaonyoa katika vichwa vyao, utafikiri nyumba ya ghorofa 7. Kijana ni mtumwa. Akiamka asubuhi kamuona mcheza mziki, mwimba mziki fulani kavaa hivi, kafanya vile, na yeye anafanya. Mcheza mpira fulani kafanya hivi, na yeye anafanya. Maisha ya vijana wa Kiislamu leo yanawaiga watu waovu kwenye jamii, wala hayamwigi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sababu ya haya ni watoto kutolelewa katika malezi ya kisunna. Waleeni watoto wenu kwenye kufuata sunna kiuhalisia, kiuhakika, ili wakue katika makuzi haya. Ndugu zangu katika imani, leo tupo katika siku ya sikukuu isiyokuwa na mashaka. Isiyokuwa na mashaka tumefunga siku 30, lakini walillahi alhamdu mwezi umeonekana katika sehemu mbalimbali duniani. Hata wale waliokuwa na mkanganyiko mwanzoni wakati wanafunga wakaona mwezi haujaonekana, lakini jana umeonekana kwao katika maeneo zaidi ya 3. Tena uzuri wa bahati, kwenye ile miji ambayo hawana mashaka nayo juu ya upokeaji wa taarifa za mwezi. Mji wa Lamu jana Kenya ni miongoni mwa maeneo ambayo mwezi umeonekana kiuwazi, na kwa namna ya uwazi kabisa. Chief Kadhi wa Kenya mwenyewe ametoa taarifa za kuonekana kwa mwezi katika maeneo chungu nzima ndani ya nchi ya Kenya, na kuambia Waislamu wa Kenya kwamba kesho, kwa maana ya leo, ndiyo siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal. Masikitiko na huzuni iliyo kubwa, wakati tukianza kufunga tuliambiwa, hata ndugu zetu wa Kenya tumewasiliana nao, wanasema mwezi hawajauona. Kwa hivyo na sisi tunaendelea kubakia mpaka siku 30 za Shaabani, halafu tutaanza siku ya Jumapili kufunga Ramadhani moja. Lakini jana imepigwa chenga, wala hatujui kama ni chenga ya mwili, kama ni chenga ya kiakili, ni chenga gani? Hakuna tena habari ya kusubiria Kenya. Na kama ni mitambo ya kutazamia mwezi ambayo watu wamefadhiliwa, Kenya pia wanayo. Na asili ya mwezi hautazami kwenye mitambo, mwezi unatazamwa angani kwenye mawingu. Watu wameuona mwezi jana pasina kutumia mitambo, moja kwa moja kwa macho, na sio watu sehemu moja. Tulikuwa zamani tunasema tuna shirikisho la Afrika Mashariki. Burundi wakachomoka, Uganda wakachomoka, Rwanda wakachomoka, tukabaki Tanzania, Zanzibar na Kenya. Kenya nao wamechomoka. Tunataraji kwa uwezo wa Allah kesho na kesho kutwa hawa wapinzani watarudi. Subirieni, acheni muda utahukumu. Wala watu wasiwe na kinyaa cha kukubali kutubia na kurudi kwa Allah kuwa tushapoteza watu. Ni bora ukatubia leo badala ya kuendelea kupoteza watu kesho na kesho kutwa. Mwezi, ndugu zangu, mwezi ni mmoja, umeumbwa na Allah mmoja. Unaandama mara moja, mwezi hauandami mara mbili. Na nyinyi mmesoma jiografia, elimu ya mazingira, haifundishi kuna miezi miwili. Hakuna kiumbe mwezi duniani miwili, hamna. Kiumbe mwezi duniani ni mmoja tu, na unaandama mara moja tu. Tofauti ni katika muonekano, na hii ni kutokana na jiografia ya maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala ameumbia miji. Muda mwingine ndugu zangu, muda mwingine tumieni akili, kwa sababu kaburini utaenda peke yako. Ziko klipu zinaruka, zinaonesha watu wako kwenye iftari fulani, wanapanga kabisa kwamba sikukuu itakuwa Jumanne, na ni kwa sababu wao ndio wasimamizi wa kutazama mambo, namna mwezi unaandama na vipi. Kwa hivyo sikukuu watapanga itakuwa Jumanne,
Sasa amkeni, tumieni akili yenu, kwa sababu makaburini mtaenda peke yenu. Kaburini hutoenda na mtu mwingine. Kesho yaumul qiyama utasimama peke yako kwa Allah tabaraka wa taala. Unayehisi ni mpenzi wako atakukimbia. Ndugu zangu, kuna mpenzi kwa mwanadamu kuliko mama yake? Kuna mpenzi kwa mwanadamu kuliko baba yake? Kuna mpenzi kwa mwanadamu kuliko mtoto wake? Allah anatuambia yaumul qiyama ni siku ambayo mwanadamu atamkimbia baba yake, mama yake, mtoto wake, jamaa zake. Ikiwa baba na mama mtoto utawakimbia, hao watu wa mbali kina sisi itakuwaje? Rejea kwa Allah tabaraka wa taala. Ibada hizi mfumo wake Allah ameuweka wazi kupitia kitabu na sunna. Shika hapo, fuata hapo, ni njia sahihi ambayo itakufikisha kwenye kutekeleza ibada zako katika namna iliyo bora na namna iliyo nzuri kabisa. Lakini pia nikisema, ni nasaha ndugu zangu kwa viongozi wetu wa serikali kuhakikisha wanasimamia maisha na hali za Watanzania. Mfumuko wa bei katika bidhaa ambao tumeushuhudia kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani ni miongoni mwa mambo ambayo yanatengeneza mlima mkubwa sana katika maisha ya Watanzania. Na haya wanayaweza kama viongozi ambao Allah tabaraka wa taala amewapa dhamana ya kusimamia Watanzania, kuhakikisha wanadhibiti mfumuko wa bei. Maisha yamekuwa magumu sana, na ukitaka jua maisha ni magumu, tazama mtu mmoja leo aseme mimi kesho nitatoa sadaka. Angalia hiyo kesho alfajiri, pengine usiku hata wengine wasilale, kwenda pigana vikumbo kwenye milango ya mtu huyo kusubiria kupewa hizo sadaka. Unapoona ongezeko la watu wengi ambalo linasubiria ufadhili, tambua na elewa kwamba watu wanaishi katika maisha magumu, kwa sababu mwanadamu ambaye yuko katika maisha ya kujikamilisha hatamani kuishi maisha ya kuomba, lakini anafikia maisha ya kuomba sababu maisha yamekuwa ni mlima kwake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awajaze nyoyo za huruma na nyoyo za maono. Viongozi wetu wayatambue na kuelewa haya, lakini wayachukulie hatua ili uwe uwepesi katika maisha ya Watanzania. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Ibada kwa sababu anayoyafanya si matendo ambayo ameyafundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na sisi ndani ya nchi yetu kwa takriban kila mwaka tunatoa pesa zetu nyingi sana kwa ajili ya kuhuisha baadhi ya mazushi. Miongoni mwa hayo ni kukaa na kusherehekea mazazi ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata tumefikia ilazimisha serikali yetu itambue siku hii kuwa ni siku ya sikukuu, mapumziko kwa Waislamu. Sikukuu katika Uislamu ni mbili tu, ni Eidul Fitri tulionayo leo na Eidul Adha tulionayo katika mwezi wa Dhulhijja. Hakuna sikukuu ya tatu isipokuwa ni siku ya Ijumaa, kwa sababu Waislamu wanakutana kwa wingi msikitini. Hii ni sikukuu ndogo. Kuishi watu wakifikiria kuna sikukuu nyingine kinyume na hii, ni kuishi katika yale mazingira ya kufuata mila za Kiyahudi na Kinasara. Kuna sikukuu ya mama kwao, kuna sikukuu ya baba, kuna sikukuu ya kuhuisha miaka 5 ya ndoa, kuna sikukuu ya mtu kuzaliwa, na masikukuu yanayofanana na haya yote. Masikukuu haya katika Uislamu si lolote, si chochote. Ni juu yetu kuhakikisha tunaishi katika maisha ya kujiweka mbali na mazushi. Takwimu zinaonesha kwa mwaka tunatumia zaidi ya shilingi bilioni 1 za Kitanzania kuhuisha sherehe, tukiitikadi ni ibada ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini tuulize Waislamu wa Tanzania, tuna hospitali ngapi za rufaa? Hivi kwa muda wa miaka 20 kila mwaka watu wanachangishana bilioni 1, miaka 20 bilioni 20, hatujaweza kujenga alau hospitali ya rufaa ya wilaya au ya mkoa. Pamoja na mama zetu kujihifadhi, kuvaa stara, lakini wakiugua wanaenda kukutana na madaktari wa kiume, ndio wanawahudumia na hakuna namna nyingine.
Pana udhalili mkubwa kwenye mahospitali mengi. Mwanamke akifika kwanza, kitu cha kwanza aanze kuvua stara yake ya uso, nikabu yake mlangoni. Kabla huko ndani hajafika pia akavuliwa na nguo zake. Lau tungelikuwa na hospitali zetu Waislamu za kawaida na za rufaa, udhalili na unyonge wa namna hii hauwezi kuwepo. Bali mazingira haya ya wanawake kuvuliwa nguo, kukosa stara hayawezi kupatikana. Lakini vipi yanakosekana haya wakati ambao hatuna hospitali sisi, hata dispensary ya kawaida? Tuna uwezo wa kutembeza mkeka wa kushangishana milioni 350 tukafanye sherehe za maulidi za usiku mmoja. Lakini hatuna uwezo wa kutembeza mkeka wa kuchangishana kwa ajili ya kujenga hospitali ya rufaa. Leo wapeni furaha mayatima, wapeni furaha maskini, watu wasiojiweza. Mayatima ndugu zangu ni watoto waliofiwa na wazazi wao, waliokuwa katika siku ya leo wanawanunulia nguo, mavazi, wanawaandalia chakula. Wazazi wao wako ndani ya mashimo ya ardhi. Watengenezeni furaha. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema sadaka iliyo bora ni furaha ambayo mja anaingiza katika moyo wa mwenzake. Tujue na tutambue, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia anatuambia ana wakafilul yatama hakadha fil janna, akiashiria namna hii vidole viwili hivi katika pepo. Ukaribu wake na yule ambaye analea yatima, anamtazama yatima, anaingiza furaha katika moyo wa yatima katika hii dunia, ni ukaribu wa vidole viwili hivi katika pepo ya Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujitahidi kuhakikisha tunaweka furaha katika nyoyo za mayatima, watu maskini wasiojiweza, mafakiri wanaohitaji kusaidiwa. Lakini kuingia katika siku ya leo ni dalili iliyo wazi kuianza safari ya maandalizi ya ibada nyingine, ibada ya hija. Alhajju ashhurun ma'lumati, ibada ya hija ina miezi yake maalum. Tunaanza na mwezi wa Shawwal, tunakwenda baada ya Shawwal Dhulqaada, tunaingia Dhulhijja, na walillahi alhamdu vikwazo vya corona vimeondoka. Siku ya Alhamisi, Jumatano kuamkia Alhamisi 27 Ramadhan, haram ya Makkatul Mukarrama imepokea zaidi ya mazuwar 4.5 waliosimama usiku kisimamo cha 27 Ramadhan. Juzi siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi, zaidi ya watu 4.5 wamesimama kisimamo 29 Ramadhan, na haram ya Makka ikikamilisha au ikihitimisha kisomo cha Qur'ani nzima katika sala ya tarawih. Hakuna sehemu ya kuweka mguu katika mji wa Makka, ila baada ya siku ya Jumamosi wameanza watu rejea makwao kwa ajili ya kula sikukuu pamoja na ndugu zao. Wingi huu ni dalili iliyo wazi kwamba hija imefunguka, na kwa yakini kwamba hija imefunguka kwa sababu vikwazo vyote vya corona ambavyo serikali ya kifalme ya Saudi Arabia ilikuwa ikiviishi vimeondoka. Wanaishi watu no social distance, wanaishi watu hakuna komama kwa maana ya barakoa, wanaishi watu katika mazingira ya upamoja vile ambavyo siku zote wanaishi. Na alhamdulillah, bishara iliyo nzuri, nchi ya Tanzania kwenye hija ya mwaka huu imepewa kota idadi ya watu 11,000 takriban na 500. Ni idadi kubwa sana, idadi kubwa sana. Sijui kama tutaenda wote, na manake watu kwa mwaka wanaenda watu 3,000, 4,000, hata 5,000 hatujafika. Lakini inaonekana ni nchi ambayo uimara wa afya za watu wake katika masala mazima ya corona ni mzuri. Idadi ya watu 11,000. Ingieni kwenye mazingira ya kuanza kufanya maandalizi ya kuitekeleza ibada hii kwa kuweka mafungu ya pesa kwa wale wenye uwezo waitekeleze, ili waweze kamilisha nguzo 5 za Uislamu kwa namna ya kipekee kabisa. Na wahusia kina baba ambao Allah tabaraka wa taala amekujalieni neema ya wake, ishini na wake zenu kwa wema, ishini na familia zenu kwa wema.
Wanawake, watu wa familia zenu wanahitajia muongozo wenu, usimamizi wenu. Ishini na wake zenu kwa mapenzi. Mwanamke ni kiumbe anayehitaji dekezwa, anayehitaji lelewa, anayehitaji bembelezwa. Msiishi na wake zenu kama vile kamanda na kuruti wake. Maisha yanakwenda kwa amri. Upendo unatoweka ndani ya nyumba. Masikizano hakuna, huruma hakuna. Wanaume wa leo, aweza yeye akatoka nyumbani anamwambia mkewe, mke wangu nivumilie, sina kitu mimi leo, na mke akakubali kuchukua robo kilo ya unga, kukoroga uji akanywa yeye na watoto wake, halafu yeye akaenda nje anaenda kupiga zege. Mnajua zege ni nini? Wengi wanaume wa leo wana mazingira haya. Yeye anatandika zege, lakini nyumbani ameomba msamaha, hana uwezo, ameacha robo kilo ya unga, ndio watoto na mke wake wamekunywa uji. Huu ni ukosefu wa huruma, lakini pia ukosefu wa maisha mema ambayo mume atakikana kuwa nayo na mke. Ishini na wake zenu kwa wema. Wapeni mavazi yao, wapeni chakula chao, wapeni matibabu yao. Semezaneni nao vizuri, na Allah tabaraka wa taala anasema waashiruhunna bilma'rufi. Na ishini na wake zenu kwa wema. Na mufasirina al-Qur'ani wakifasiri wema wanasema kila lile ambalo nafsi yako inapenda ifanyiwe, basi ndilo jema ambalo wewe mfanyie mkeo. Kimbieni na mazingira ya kutafuta vichochoro vya kulazimisha. Unaoa leo, kesho unaacha. Unaoa jioni, asubuhi unaacha. Jaribuni kuwa uvumilivu katika maisha, mtaacha sana nyinyi. Talaka ni suluhisho la mwisho kabisa katika mfarakano wa mke na mume. Zifanyike jitihada za kuitibu na kuiganga ndoa. Akili zenu zikishindwa, chukua maamuzi, rudini kwa mabaraza yenu ya familia. Ninyi mna viongozi wa dini, wawekeni chini. Hivi wewe utaoa wake wangapi katika maisha haya ya dunia? Na wake wangapi ambao watajua mwili wako wewe? Vijana wa Kiislamu, wanaume wa Kiislamu leo wamekuwa ni mahodari wa kuoa na kuacha, kana kwamba mambo haya ni mambo ya kawaida. Tazawaju wala tutaliku fa innal arsha yahtazu biha. Oeni wala msiache. Arshi ya Rahmani inatikisika kwa watu kutoa talaka kwa wake zao. Na huu ni kuchafua Uislamu, ndugu zangu. Ni kutengeneza watoto wanaokosa malezi ya baba na mama pamoja. Matokeo yake tumekuwa na watoto wengi mno ambao unakuta wameyumba katika malezi, na hii ni sababu ya kwamba baba yake alimwacha mama yake, wakati ambao huyu mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Na mkishawaacha wanawake pia mnawatelekeza. Mnashindwa hudumia watoto, mnashindwa ufuatilia. Kesi hizi ni nyingi mno kwenye jamii ya Kiislamu leo. Yani tumekuwa na matendo kana kwamba Qur'ani haipo na sisi, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama hazipo na sisi. Hakikisheni mnaishi maisha mema, maisha mazuri, maisha ya masikizano na wake zenu. Lakini kina mama, juu yenu kuhakikisha mnaivaa stara ya kweli. Na stara ya kweli ya mwanamke inaanzia ndani ya nafsi yake kabla ya kudhihiri kwenye nguo zake. Mwanamke mwenye stara ya kweli ndani ya moyo wake hawezi tamani katiza mbele ya wanaume. Tunaishi leo na wanawake wengi ambao hawana haya. Haya imeondoka, imetoweka kwa wanawake wengi. Aweza mtu katiza mbele ya wanaume pasina ogopa jambo lolote lile. Mambo haya yalikuwa ni muhali kwa wanawake wa nyuma. Kuweni na stara ndani ya nafsi zenu. Lakini pia wekeni stara katika viwiliwili vyenu vya nguo. Msivae nguo zinazosifu maumbile yenu. Waleeni mabinti zenu katika maisha hayo. Mkimbie ninyi kuwa ni viashiria vya ubashiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Makundi mawili ni makundi ya watu wa motoni na mimi sijayaona. Miaka 1443